Maelfu ya Wakenya wamelazimika kutoroka makwao kufuatia mvua kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika zaidi ya kaunti 16 nchini Kenya, ikiwemo jijini Nairobi ambapo maafa na uharibifu mkubwa umeshuhudiwa wa mali na miundo msingi. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu, kufikia sasa watu 43 wamepoteza maisha yao kufuatia mafuriko yaliyoikumba Nairobi, huku miundo msingi muhimu ikiharibiwa, miili 15 zaidi ikipatikana. Drainage system si kitu hati kinatoka mbali, ni kitu ambacho mainjinia ambao wamehitimu. Kuna shida ya drainage system. Mvua ikinyesha, maji yanaingia tu mpaka kwa nyumba. Hata hivi leo hatujui tutalala wapi na watoto. Nyumba zetu zenyewe ni za udongo. Katika kaunti ya Homa Bay, zaidi ya familia 300 zimelazimika kutoroka makwao baada ya kijiji kizima cha Osodo kuzama maji. Kwa hali mbaya sana, juu maji imejaa kwenye kijiji chetu. Tuko na watoto wadogo wenye wanaenda shuleni, hatujui sasa kesho tutafanyaje, juu maji imejaa sana. Tena naomba serikali atusaidie. Tuko na wazazi wenye wazito, hatujui tunaweza tuwafanyia aje. Hii maji imeleta watoto wameanza kuhara, hatuoni tibu vizuri. Wengine wamehama, hatuwezi ishi shule na watoto wanasoma shuleni. Sasa tunaomba kama tunaweza pata mahali pa kuishi. Tena tunaomba serikali, tulilima, mashamba zote zimeenda, ng'ombe zimekufa, kuku zimeenda, kuna wenye manguo zimeenda za watoto, vitabu. Sasa tulikuwa tunaomba serikali atusaidie hapo. Timu ya shirika la Msalaba Mwekundu ikitembelea eneo lililoathiriwa na kutoa wito kwa wahisani wa mashirika ya misaada ya kibinadamu kutoa vyakula na vifaa vingine muhimu kusaidia familia zilizohamishwa makwao. More than 300 families have been displaced. Zaidi ya familia 300 hazina makao baada ya kutoroka makwao kufuatia mafuriko na zinaishi katika shule na makanisa. Pia shughuli za kiuchumi zimeathirika hapa, ikiwemo uvuvi na biashara. Kwa sasa watu wanaishi kwa hofu, wakihitaji chakula na matibabu. Needs from food, non-food, medical services. Mamlaka zikisema zaidi ya familia 11,000 hazina makao baada ya nyumba zao kuharibiwa, huku zaidi ya ekari 22,000 za mimea zikizama maji kote Kenya. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya ikionya dhidi ya mafuriko zaidi na kuwarai wa Kenya wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na mafuriko mara kwa mara kuhamia maeneo salama. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.